Mtume anamtanguliza katika mwanandani yule aliyehifadhi sehemu kubwa ya Qur'ani kuliko mwingine. Jihimizeni kuihifadhi Qur'ani ili muondokane na sifa hii aliyoieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhwani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kueleza fadhaili za Qur'an, anasema man qaraa al-Qur'an, yule mwenye kuisoma Qur'ani. La adhkur matnu al-hadith, sikumbuki vizuri matnu ya hadith, lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kueleza ujira wa kuisoma Qur'ani, anasema tuisome Qur'ani. Kwa hakika mwenye kusoma Qur'ani hupata kila herufi moja hupata thawabu 10, na akasema la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam mim ni harf. Anatoa mfano, ile alif lam mim ukisema vile, ile si herufi moja, bali anasema alif harfu, alifu ni herufi moja ambayo ina thawabu 10, wallamu harfu, na lamu pia ina thawabu, ni herufi moja ambayo ina thawabu 10, walmimu harfu, na mim kadhalika ni herufi moja ambayo ina thawabu 10. Na nyuma ya hadithi kule anasema wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na thawabu 10 hizi huwa zinaongezwa wakati mwingine, ikawa thawabu 10 inazidishwa mara 10. Sasa utapiga 10 mara 10 ni ngapi? Thawabu 100 katika herufi moja, utaona ni thawabu nyingi kiasi gani. Sasa anasema msemaji, fakam min hurufin sawfa taqra'uha hatta tahfadha alquran, hebu fikiri utasoma herufi ngapi mpaka kufikia hatua unahifadhi Qur'an. Yani ile aya moja, mathalan lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Kuna herufi ngapi ndani ya aya hii? Jiulize, ili uhifadhi aya hii utairudia mara ngapi? Hizi herufi utazisoma mara ngapi? Na utaingiza thawabu ngapi katika kusoma kwako? Kwa nini tuiache fursa hii, ndugu zangu? Pamoja na kwamba ni wajibu kwetu, lakini bado tunapata thawabu nyingi kwa kiwango hiki, na thawabu ndiyo kitu ambacho kinaweza kutuokoa sisi kuondokana na adhabu ama kuiepuka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Narudia tena, fa alaikum ya jama'at alkhair an taqra'u alqur'ana, ni juu yenu na ni juu yetu sote kwa pamoja kuisoma Qur'ani na kuihifadhi Qur'ani. Maashara almuslimin, ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ya Rasulullah, huyu ndiye aliyehifadhi sehemu kubwa, aliyehifadhi Qur'ani kwa kiwango kikubwa kuliko huyu mwingine. Qaddamahu fillah, aliyehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekisoma kitabu cha Allah na kukihifadhi, ana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata imefikia hatua Mtume anaonesha kwamba huyu ndiyo mwenye kustahiki heshima ya kustiriwa, heshima ya kuzikwa pale alipokufa. Ni wema ulioje, ni utukufu ulioje kwa Qur'ani, utukufu ulioje kuisoma na kuhifadhi Qur'ani. Fa alaikum an taqra'u al-Qur'an, ni juu yenu kuisoma Qur'ani ya jama'at al-khair. Maashara al-hadirin, kwa kumalizia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema siku ya Kiyama, wakati watu zimeshapita hukumu zao za kwenda motoni na wakwenda peponi, wataambiwa watu wa peponi, kila mmoja ataambiwa, tunafahamu pepo ina darajati, ina matabaka mbalimbali, heshima na hadhi za watu peponi hazilingani. Wako watakuwa na hadhi za juu, wako watakaokuwa na hadhi za wastani, wako watakaokuwa na hadhi za chini, lakini wote wako katika pepo ya Allah.
na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuwe ni miongoni mwa watu wa peponi. Ataambiwa mwanadamu katika wale walioingia peponi, iqra wartaq, soma na upande daraja, warattil kama kunta turattil fi dunya, na uisome vizuri Qur'ani hii kama ulivyokuwa ukiisoma duniani. Yani kila unavyosoma Qur'ani basi ndivyo daraja yako na hadhi yako inavyopanda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ataambiwa mtu, fa inna manzilataka, hakika mafikio yako, hadhi yako, inda akhiri ayatin taqra'uha, yatakuwa mwisho wa ile aya ambayo utaishia wewe kuisoma. Na hapo mtu anasoma Qur'ani jamaa, hapewi msaafu akasoma, anasoma Qur'ani kutoka kichwani, kwa maana ni kile alichokihifadhi hapa duniani. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kwa hakika mafikio yako, hadhi yako itaishia pale mwisho wa aya utaishia wewe kusoma, uwezo wako wa kuhifadhi ulipoishia. Kwa hivyo kila anaposoma mwanadamu, wakati huo anapanda daraja yake mpaka pale atakapofikia. Sasa inategemea wewe umehifadhi kiasi gani cha Qur'ani. Haya yote yanatuonesha ni namna gani sisi kama Waislamu tunao wajibu wa kuisoma Qur'ani. Pamoja na kwamba tumefanya juhudi tukafika hapa tulipofika, basi tusisahau Qur'ani ndugu zangu. Na Qur'ani ndiyo inaweza kutengeneza maadili yetu, tukawa na maadili mazuri katika jamii. Sisi tukawa ni maduat wa kuwalingania watu katika Uislamu kwa tabia zetu, tabia zilizopambwa na Qur'ani. Ndugu zangu, bila kupoteza muda, napenda niishie hapa, lakini muyabebe haya na kila mmoja auone umuhimu wa kuisoma Qur'ani, aone umuhimu wa kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma zayyinna bizinati al-Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ala an-nahwi alladhi yurdik waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alayna ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tumezisikia nasaha za Imam Rajab, ameweza kutufikishia, na nasi tuzipokee kama wanachuo na ilmu, na tujitahidi sana sisi Waislamu kutasharraf na Qur'ani kama alivyotuambia shekhe wetu kutuwasilishia maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye na atujalie katika watu wenye athari na Qur'ani.